Sasa niko hapa leo kuwatangazieni watu wangu wote wa Bungoma. Mumesikia kwa mtandao jana, mliona mambo ikisambaa kwamba mama amejitokeza, ameingia katika mlengo wa siasa kuwa kati ya wale ambao wanawania kiti ya ugavana. So nataka I want to clear the air and to say it is true. Mimi kama mama, si mama tu, mimi kama kiongozi nimejitokeza pia kuwa kati ya wale ambao pia wamejitokeza. Na mimi kama mama nina agenda kwa hii kaunti ya Bungoma. Na agenda yangu nitaitoa baadaye, sitaitoa leo. Lakini nina mpango mzuri vile tutanyorosha hii kaunti ya Bungoma inyoroke vizuri. Kuna wale watu ambao wanasema Western hatujatoshea kuwa na mama governor ama mama MP. Nataka niwaambie siasa Kenya imebadilika. Na tumeona sehemu ambazo wamechagua kina mama kuwa magavana. Wakifanya statistics, hizo counties zinakuja number 1. So hiyo ni dhihirisho kwamba wamama wametosha kuongoza counties, wametosha hata kuongoza nchi ya Kenya iwapo tutapewa nafasi. So mimi nataka niambie watu wangu wa Bungoma, sio story, mimi nimejitokeza na niko tayari tupambane na wale ambao pia wamejitokeza. Unajua kuna wale ambao wanaona kama ni vya koko. Wanaona hii yani kama ni ndoto, lakini sio ndoto, ni ndoto ambayo itakuja kutimia. Nataka niwaambie mimi ni mchungaji na nina imani. Ninajua ya kwamba Daudi katika Biblia alikuwa ni mtu mdogo aliyedharauliwa sana. Kulikuweko na kina Goliathi, watu wakubwa, wenye vyeo, wenye pesa. Lakini Daudi alidharauliwa, lakini yeye alijitokeza, akajiamini na akaamini Mungu wake. Wewe umeona kuna watu wako kwa maofisi na wamejitangaza. Kwa nini mnasema itaathiri yangu na itaathiri ya wale wengine? Unaona hiyo bias ndio hatutaki. Kama haitaathiri ya wale wengine, kwa nini mnadhania itaathiri yangu? I am focused. Kwa hii masiku imebaki, nitasaidia Mheshimiwa Lusaka kuhakikisha tuna implement zile projects ambazo ziko katika mpango. Na hiyo haita interfere mahali popote na uaniaji wangu wa ugavana. Thank you. It's okay. We waited for that. Ndio. We waited for it.